dhalika alladhi dhakarna, yayo ambayo tumeyataja, lakum kukutajieni nyinyi, min bad'i khalqikum, kuanzia na mwanzo wa kuumbwa kwenu, wa atwarakum, na zile nyanja zenu mlizopita kutoka huku mkaingia kwenye nchi fulani, wa ahwalu man yuladu minkum, na hali za wale wanaozaliwa miongoni mwenu. Yote hayo yamefanywa liajili an tu'minu, kwa sababu tu muamini, bi anna Allaha, muamini kwamba Allah alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni, huwa alhaqu, yeye ndiye wa haki, alladhi, ambaye la shaka fihi, hakuna shaka kuhusiana na yeye kuwa ndiye Mola wa haki. Bi khilafi ma ta'buduna, tofauti na hayo mnaoyaabudia, min asnamikum, kutokana na masanamu yenu, hayo sio ya haki. Lakini pia walitu'minu, pia muamini, bi annahu yuhyil mauta, kwamba yeye anahuisha wafu, wa annahu ala kulli shay'in qadirun, na hakika ya kila kitu anaweza, la yu'jizuhu shay'un, hashindwi na kitu chochote. Dhalika alladhi dhakarna, hayo ambayo tumeyataja, lakum kukutajieni nyinyi, min bad'i khalqikum, kuanzia uanzaji wa uumbwaji wenu, mwanzo wa kuumbwa kwenu, wa atwarikum, na nyanja zenu mlizopita. Kwanza mmepita kwenye manii, mkenda kwenye pande la damu, mkenda kwenye pande la nyama, wa ahwali man yuladu minkum, na hali za wale wanaozaliwa miongoni mwenu. Yote haya Allah kakutajieni liajili an tu'minu, kwa sababu tu muamini, bi anna Allaha, kwamba Allah alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni, huwa alhaqu, yeye ndiye wa haki wa kuabudiwa, alladhi, ambaye la shaka fihi, hana shaka ndani yake katika kuwaeni wa haki, ilo jambo halina wasiwasi. Bi khilafi ma ta'buduna, tofauti sana na wale mnaoabudia, min asnamikum, katika masanamu yenu, hao sio wa haki, hawajaumba chochote. Walitu'minu, lakini pia mmetajiwa, mliotajiwa pia lengo la pili mpate kuamini, bi annahu yuhyil mauta, kwamba Allah kwa kuwa ndiye aliyeumba, basi pia ndiye ambaye atakuisha wafu, wa annahu ala kulli shay'in qadirun, na hakika hiyo kila kitu anaweza, la yu'jizuhu shay'un, hashindwi na kitu chochote. Lakini pia wa anna sa'ata, pia mnatakiwa muamini na mjue ya kwamba kiyama atiyatun, kiyama kitakuja tu, kipo, la raiba fiha, hakina shaka uwepo wake, wa anna Allaha, na hakika Allah, yab'athu man fil quburi, atawafufua walioko makaburini, wa anna sa'ata atiyatun, na kwamba mujue na muamini ya kwamba kiyama atiyatun, kitakuja, kipo, la raiba fiha, hakina shaka uwepo wake, wa anna Allaha, na hakika Allah, yab'athu man fil quburi, atawafufua walioko katika makaburi. Walitu'minu, na pia muamini, bi anna sa'ata atiyatun, ya kwamba kiyama kitakuja, la shaka, hakuna shaka, fi itiyaniha, katika ujaji wake, wa anna Allaha, na kwamba Allah, yab'athu al-mauta, atawafufua wafu, min kuburihim, kutoka makaburini mwao, lengo liujazihim, ili awalipe, ala a'malihim, juu ya amali zao au matendo yao waliyotenda. Walitu'minu, na muamini, bi anna sa'ata, ya kwamba kiyama atiyatun, kitakuja tu, kipo kiyama, tena la shaka fi itiyaniha, hakuna shaka katika ujaji wake kiyama, hauna shaka. Wa anna Allaha, na hakika Allah, yab'athu al-mauta, atawafufua wafu, min kuburihim, kutoka makaburini mwao, liujazihim, ili walipwe, ala a'malihim, juu ya matendo yao. Lakini wa minan nasi, kuna baadhi ya watu, man yujadilu fillah, ambao wanaleta mijadala, kujadiliana kuhusiana na uwezo wa Allah. Kuna maneno walamma dhakara Allahu, na pale alipotaja Allah subhanahu aliyetakasika, hala dhalali, hali ya wapotevu,
bisababi taklidi, kwamba wamepotea kwa sababu ya kufuata. Fil ayati thalitha, katika aya 3, dhakara hala dhalal. Sasa anakuja kutaja hali ya upotovu, ruusi al-kufri, ya viongozi wa ukafiri, fi hadhihi al-aya, katika aya hii. Walamma dhakara, na baada ya kutaja Allah subhanahu aliyetakasika, hala dhalali, hali za wapotevu, bisababi taklidi, waliopotea kwa sababu ya kufuata, fil ayati thalitha, kwenye aya ya 3 hiyo. Basi sasa anakuja kutaja dhakara, anakuja kutaja hala dhalal, hali ya upotovu, ruusi al-kufri, ya viongozi wa ukafiri, fi hadhihi al-ayati, katika aya hii. Fakala, akasema, wa minan nasi, na wako watu hawa, ni wale viongozi ambao wanajifanya wanajua wao, man yujadilu fillah, wanajadiliana kuhusiana na Allah, uwepo wa Allah, uweza wa Allah, tena bighairi ilmi, wanajadiliana pasi na elimu, hawana elimu, wala huda, wala hawana uongofu, wala kitabi muniri, wala hawana kitabu ambacho chenye kuwapa mwanga katika hiyo. Hapa Allah anatuonyeshea jamani mambo matatu muhimu sana, kwamba mtu kumbe, ili aweze kuongoka, aweze kuona njia sahihi, kunahitaji mambo matatu. Kwanza, awe na elimu aipate. Lakini elimu hataipata, lazima awe na muongozaji, maana yake mwalimu wa kumuongoza katika elimu. Lakini hiyo elimu ataipata wapi? Lazima kwenye vitabu. Tupo ndio maana akasema kuna watu man yujadilu fillah, wanajadiliana kuhusiana na Allah bighairi ilmi, hawana elimu. Kumbe mtu alitakiwa anapofanya mjadala awe na elimu, na hii elimu wala huda, wala hana uongofu. Ili uipate elimu uwe na mtu akuelekeze, maana yake akusomesha. Kwa hiyo hawakuwa na elimu wala hawakuwa na huda wa kuwaelekeza kwenye elimu, wala kitabu munir, wala hawakuwa na kitabu ambacho kinawapa mwanga kwenye hayo walionayo. Kwa hiyo binadamu anatakiwa apate elimu. Tupo awe na elimu, lakini elimu lazima apate na huda, manake hadi wa kumuelekeza kwenye hiyo elimu, lakini lazima apatikane kitabu ambacho ndicho kitakuwa kije kutoa nini? Elimu. Kwa hiyo kwanza apate kitabu, sawa, alafu apatikane huda, yani muongozaji wa kumuongoza au wa kumuelimisha. Tupo pamoja ndipo atapata hiyo elimu. Akishapata elimu sasa ujadiliane na mtu. Wa minan nasi, wako baadhi ya watu, man yujadilu fillahi, wanaleta mijadala kuhusiana na uweza wa Allah na uwepo wa Allah, bighairi ilmi, pasi na elimu, wala huda, wala hawana uongofu wote, hawana mwelekeo, wala kitabi muniri, wala hawana kitabu chenye kuwapa nuru au ili kuwatoa mwanga. Akasema wa minal kufari, wako miongoni mwa makafiri, man yujadilu fi tauhidillah, wanaojadiliana kuhusiana na upweke wa Allah, wanaona Allah hawezi, kwani Mungu sio mmoja. Bighairi ilmi, wanajadiliana pasi na elimu, minhum, inatokana na wao, yasiluna bihi, ambao itawafikisha elimu hiyo ila alhaqi, kwenye haki, hawana. Wala tibai hadi, wala hajafuata hadi, muongozaji, yadulluhum, wa kuwafahamisha alaihi, kwenye hiyo haki. Wala kitabi mudhi, wala hawana kitabu chenye kuwaangazia, munazzalu min indillah, ambacho kimeshuka kutoka kwa Allah, yahdihim ilayhi, ambacho kitawaongoza na kuwaelekeza kwenye hiyo haki. Wa minal kufari, na wako miongoni mwa makafiri, man yujadilu fi tauhidillahi, wanajadiliana kuhusiana na upweke wa Allah, fi tauhidillah, katika upwekekaji wa Allah, bighairi ilmi, pasi na elimu,
minhum, inayotokana na wao, yasiluna, ambayo elimu hiyo itawafikisha wao, bihi, elimu hiyo, ila alhaki, kwenye haki, hawana elimu hiyo, wala tibai hadin, wala hawajafuata muongozaji ambaye yadulluhum, atawaelekeza, alaihi, juu ya haki, wala kitabi mudhi, wala hawana kitabu chenye kuwaangazia, munazzalu min indillahi, ambacho kimeshushwa kutoka kwa Allah, yahdihim ilaihim, ambacho kitawaelekeza kwenye haki. Hawana kitabu, wanajiendea tukibugu sasa. Thaniya itfihi, yani mtu unamkuta ubishi alionayo, thaniya itfihi, anageuza shingo yake, anakunja shingo, hana kitabu, anaonyeshwa haki, akionyesha haki. Tuko pamoja? Yani unamuelekeza, bwana, hii hapa njia. Thaniya itfihi ay la wa'unaka, anakunja shingo, maana hataki ile haki kuielekea. Thaniya itfihi, anakunja shingo yake, kwa maana anageuza shingo yake, kichwa chake kabisa, hataki kuangalia kwenye haki. Lengo nini? Liudhilla an sabilillah, ili kuwapotosha na wengine katika njia ya Allah, kwamba akionekana yeye hakutaka kuangalia. Watu wengine wanatazama baadhi ya viongozi wao wanapofanya, wao ndivyo na wafanyao, tena akwambia samie bwana, mpaka niambiwe na fulani ndio nitafanya hivi. Sasa wao wakishakunja shingo hivyo, hawataki kuitazama haki, maana yake kuwafanya na wafuasi wao nao wawafuate, kuwapoteza kwa ufupi. Thaniya itfihi, anakunja shingo yake kwa kukataa. Lengo la kukunja shingo, liudhilla an sabilillahi, ili kuwapotosha na wengine katika njia ya Allah, wataona kwamba si haki. Lahu, atapata mtu kama huyu, fi dunia, hapa duniani, khizyun, atapewa hizaya, shida. Halafu wanudhikuhu, na tutakuja kumuonjesha yaumal qiyama, siku ya kiyama, adhab alhariqi, adhabu ya kuteketea kwa moto. Thaniya itfihi, anakunja shingo yake, anageuza shingo yake, hataki kutizama haki kabisa. Lengo liudhilla, kuwapotosha wengine, an sabilillahi, katika dini ya Allah. Lahu, atapata mtu huyu, fi dunia, duniani, khizyun, hizaya, yani shida, atapewa shida hapa duniani. Halafu wanudhikuhu, tutakuja kumuonjesha yeye yaumal qiyamati, siku ya kiyama, adhab alhariqi, adhabu ya kuteketea kwa moto. Lawiyan unukahu, anageuza shingo yake, takabbura, kwa kiburi. Lengo liyusrifa nnasa, ili kuwageuza watu au kuwatoa watu anil imani, kwenye kuamini, na waone kumbe bwana itakuwa si haki. Wadukhuli fi dinillah, na kuwageuza watu kuto kuingia kwenye dini ya Allah. Anasema liman, yule ambaye hadha wasfuhu, hizi ndiyo sifa zake, atapata dhullun fi dunia, udhalili duniani. Kwa nini? Bima yulhiquhu, kwa kile atakachopambana nacho, min iqabi, katika adhabu. Wanudhikuhu fil akhirah, na tutakuja kumuonjesha akhira, adhaba nari, adhabu ya moto, almuhraka, wenye kuteketeza au wenye kuunguza. Lawi ya unkahu, anageuza shingo yake kutaka kuelekea haki, hataki kabisa, afanya hivyo takabburan, kwa kiburi. Lengo liyusrifa nnasa, kuwageuza watu anil imani, wasiamini, wadukhuli fi dini, na wasiingie katika dini Allah ya Allah. Liman, basi kwa yule ambaye hadha wasfuhu, hizi ndiyo sifa zake alizonazo, huyu dhullu, atapata udhalili fi dunia, duniani, bima yulhikuhu, kwa kile atakachokumbana nacho, min ikabin, kutokana na adhabu. Wanudhikuhu fil akhirah, na tutamuonjesha akhira, adhaba nari, adhabu ya moto, almuhraka, wenye kuunguza. Dhalika, atayapata hayo, kwa maana hayo kuunguzwa moto, bima kaddamat yadaka, kwa sababu ya mambo yaliyotangulizwa na mikono yako mwenyewe. Wa anna Allaha, na hakika Allah, laisa bidhallami lilabidi, si mwenye kumdhulumu myote. Maana yote hayo hupewa khizaya duniani, yani udhalili duniani, na akhira adhabu ya moto.
hii si kwa sababu ya kudhulumiwa, ni kwa mambo aliyoyafanya mwenye wake. Allah hajamdhulumu kwamba labda atamuongezea mikosa ambayo hajafanya au ampunguzie katika mema yake, hamdhulumu. Kwa hiyo hizo adhabu zote ni kwa sababu dhalika, adhabu hizo bima kaddamati, kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa yadaka, na mikono yako mwenyewe. Wa anna Allaha, na hakika Allah, laisa bidhallami lilabidi, si mwenye kumdhulumu mja yoyote. Wa yukalu, patasemwa lahu, kuambiwa yeye, dhalika aladhabi, adhabu hiyo, dhalika aladhabu, adhabu hiyo, alladhi dhuktahu, ambayo umeionja, hiyo umeionja bisababi maktasabtahu, kwa kile ulichokichuma, minal kufri, katika kufuru, wal maasi, na maasi. Wallahu la yuadhibu ahada, na Allah hamuadhibu yoyote, min khalqihi, katika viumbe wake, illa bidhambi, isipokuwa kwa kosa. Kiadhibiwa maana ana makosa, ndio maana anaadhibiwa. Kama hana makosa Allah anaadhibu. Wa yukalu lahu, na patasemwa kuambiwa yeye siku hiyo, dhalika aladhabu, adhabu hii, alladhi dhuktahu, ambayo umeionja au umeonjeshwa, bisababi, sababu yake, maktasabtahu, ni kwa kile ulichokichuma mwenyewe, minal kufri wal maasi, kutokana na kufuru na maasi ulioyafanya. Wallahu la yuadhibu ahadan, na Allah hamuadhibu yoyote, min khalqihi, katika viumbe wake, illa bidhambi, isipokuwa kimuadhibu, anamuadhibu kwa dhambi, kwa kosa, kwamba ana makosa ndio maana anaadhibu. Wa minan nasi, na wako baadhi ya watu wengine, man ya'budu Allaha, wanamuabudu Allah ala harfin chancha, wanachungulia, ni wana mashaka bado na Uislamu. Kwa hiyo haingii sawa sawa, wanasema mguu nje mguu ndani, yuko chancha huko. Wajua kikanchancha, samahani ni kidogo, ilikuwa tukenda skuli sisi na wenzangu, tunakwenda skuli yetu, ilikuwa kipindi hicho tutapita maporini, si tofauti na nyinyi jamani siku hizi Basi ilikuwa maporini mle, njia zile ndogo ndogo, mara unakutana na nyoka, mara unakutana na mashaka gani. Basi ilikuwa tunashindana kupita mbele, ili mtu kama kuna nyoka yule wa mbele si ndo anakumbana naye, tunapita kwa zamu, kila mmoja atakaa kae nyuma. Kwa nini huyu wa nyuma ndio chancha Maana yake yule wa nyuma, yule wa mbele akifanya hivi tu huyo wa nyuma yeye atakuwa vipi? Kesha pafika mbali sana. Kwa hiyo wako watu wanamuabudu Allah katika hali kama hiyo, mchanja. Maana yake yuko huku nyuma huku, ikitokezea yeye hayupo. Ndio maana yake. Wengine wanasema ana imani ya kutikavu. Kutikavu likija upepo linadondoka. Kwa hiyo minan nasi, wako baadhi ya watu, man ya'budu Allaha, wanamuabudu Allah ala harfin chancha. Huyu sasa, fa in asabahu khairu, kama akipata khairi, haitma annabi, anatulia, anakuwa muislamu wa kweli. Yani kama hali iko salama, muislamu mzuri. Lakini wa in asabathu fitnatu, ikitokea mtihani, inqalaba ala wajhihi, anaanguka kiusouso, anaanguka ala wajhihi, kiusouso. Huo ni muanguko mbaya lakini hawaujui, wanaujua wale watu wa mazoezi, ndio wanaujua kwamba mtu anaanguka usouso. Aliye na mazoezi haanguki kiusouso, anaanguka uzuri. Si wanajua wenye wao, si ndio? Hata akipigwa mtama basi anaanguka uzuri, haanguki kama gunia pu, au sio? Mbona muitikia hapo, muogopa? Sije mkaniuliza kwani wafanya mazoezi. Mimi sifanyi mazoezi. Anaanguka usouso, maana yake anaanguka vibaya kweli kweli. Jamani, uangukaji hapa ni majazi, lakini hapa uangukaji umetajwa kwa majazi. Maana yake si kwamba ndo anaanguka kuanguka tu, yani anaanguka kwa maana kwenye ule Uislamu
na kwenye imani, yani yeye ndo anadondoka kabisa, tena anadondoka vibaya, maana yake anakuwa hayumo kabisa. Imefananishwa na mtu ambaye kadondoka kiuso kifudifudi. Huyo khasira dunia wal akhirah, atakuwa amekula hasara duniani na akhira pia. Dhalika, na huko kula hasara duniani na akhira, huwa al-khusran al-mubin, huko ndio kula hasara kuliko wazi. Maana angalau mtu ale hasara duniani akapate faida akhira, au angalau kapata faida duniani akhira. Wengine ndio wanasema ashampate duniani lakini akhira nikachomwa moto, sio? Lakini huyu hapati popote, amekula hasara dunia yake na akhira yake. Wa minan nasi, kuna baadhi ya watu, man ya'budu Allah, wanamuabudu Allah ala harfin, ncha. Fa in asabahu khairun, akifikwa na khairi, idma'anna bihi, anapata utulivu, anatulia kwenye dini, anakuwa yuko kwenye dini vizuri, maana hajapata misukosuko. Lakini wa in asabathu fitnatun, akipata mtihani, inkalaba, anaanguka ala wajhihi, kwa uso wake, khasira dunia, huo ni ulaji wa hasara wa duniani, wal akhirah, na akhirah. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, huko ndio kula hasara kuliko kuwa wazi kabisa. Inasemekana katika baadhi ya tafsiri, kuna watu walikuwa wanatoka huko walikotoka, wanakuja Madina kusilimu. Wakisha silimu pale, mtu anakuja na mkewe, anakuja na ngamia wake au kondoo wake au ng'ombe wake. Sasa akifika pale, mke wake akijifungua mtoto wa kiume, halafu na wanyama wake wakazaa, anasema hii dini nzuri na mji mzuri wa kuishi. Lakini akijifungua jike, kipindi kile jike ni aibu, au hakupata kabisa, basi asema hii dini hii itakuwa atoka kabisa, ndio inkalaba ala wajhi. Pia katika tafsiri nyingine ni hizo, lakini tafsiri hasa ni kwamba wapo watu kwenye dini wako nchani, hawataki shida wao. Yani wao kama haijatokea matatizo, ni Muislamu yupo, utakuta uko nayo Muislamu. Lakini kukitokezea purukushani yoyote kwenye dini, yeye huyo shekhe humuone akukimbia. Tuelewana Hizo ni tabia za kinafiki kwa ufupi, tunatakiwa tusiwe nazo. Wa minan nasi mutaribu, kuna watu wanayumba yumba, ya'budu Allah ala shakkin, yani wanamwabudu Mungu kwa wasiwasi. Fa in asabahu khairu, akipata khairi, min sihati, kwa mfano kapata uzima wa afya, wa ghina, kapata utajiri, istamarra ala imanihi, aendelea na imani yake nzuri, wa ibadatihi, na ibada yake lillahi, kwa Allah. Lakini wan asabahu ibtilaan, akifikwa na mitihani, mfano bimaradhi, kapigwa maradhi kwa mfano, wa fakri, au mambo ya ufakiri, haya mambo kidogo yamekuwa mabaya kidogo, vurugu, tashaama bidini, anaiona nuksi dini yake. Tashaama bidini, anaiona nuksi dini yake, ndio imemletea shida hiyo. Basi fartadda anhu, anaritadi kwenye dini. Khasira duniyahu, imekula hasara dunia yake. Falan yazidahu kufruhu, kwa sababu haitamzidishia kufuru yake hiyo hadhan, haitamzidishia hadhi yoyote. Minad dunia, si duniani. Lam yuktabu lahu, haandikiwi lolote katika jema lake duniani. Wa khasira akhiratahu, na pia amekula hasara na akhira yake. Bima yalkahu, kwa yale atakayopambana nayo, min adhabillahi, kutokana na adhabu ya Allah. Dhalika huwa al-khusran al-wadih, hiyo ndiyo hasara iliyo wazi kabisa. Wa minan nasi mutaribun, katika watu wako wanaoyumba, ya'budu Allah ala shakki, wanamuabudu Allah kwa shaka, kwa wasiwasi, hawana imani sahihi. Fa in asabahu khairun, wao wakipata khairi, min siha, kama vile uzima, mtu kapata uzima, wa ghina, hata utajiri, istamarra ala imani, huendelea na imani yake, wa ibadati lillahi, na ibada yake kwa Allah anaendelea. Wa in asabahu ibtilaa, lakini akikumbwa na mtihani, kama vipi? Bimaradhi, pengine maradhi, wa fakri, au ufakiri, tashaama bidini, anaiona korofi dini yake. Jamani, haya yawezekana na mimi nayo yatuhusu usije ukatafsiri ukafikia mbali, wewe ukajitoa. Na sisi tujiingize ni hivi,
kwamba tuko kwenye dini. Mfano tuko darasani hapa tunasoma, si ndio? Ndio tuko kwenye dini. Sasa kuna watu mambo yakienda vizuri huko ya kimaisha mzima, mambo ya maisha yanakuwa vizuri, basi anakuwa ustazi mzuri, kila siku atakuja darasani. Sawa? Lakini akifikwa na ufakiri, je? Kidogo mambo haendi vizuri, tufahamiana, waja we, usiniambie, jiambie mwenyewe kichwani mwako, waja uonekane bwana, na utakimbia tu. Kwa sababu nini? Maisha ndio hiyo fakari, utakatisha darasa, pengine hata hiyo swala yenyewe pia ukatishe, uwe unazipangilia unazishona pamoja kama mshikaki, unaziswali kwa pamoja zote, au pengine huswali kabisa. Kwa sababu ya nini? Maisha, fakari imekukumba. Basi kwenye mambo ya ibada huhudhurii tena. Inavyotakiwa wewe uwe ni mwenye ibada, ni mwenye dini katika mazingira yote ya kheri na ya shari, yaliyokuwa ya furaha na hata katika hali ya matatizo, wewe usiache ibada zako. Basi anasema wa in asabahu ibtilaa bimaradhin, akisibiwa na mitihani ya kupigwa maradhi, wa fakri au fakiri, tashaaba bidinihi, anaanza kuiona korofi nuksi dini yake, fartadda anhu, anaritadi, anarudi nyuma na dini hiyo, khasira duniyahu, huyo atakuwa amekula hasara dunia yake. Kwa nini? Falan yazidahu kufruhu, hiyo kufuru yake haimzidishii hadhi yoyote mina dunia, katika dunia. Lam yuktabu lahu, hapaandikiwi ile malaki, hata kama unatenda huandikiwi, hapaandikiwi kwake. Wa khasira akhiratuhu, na pia atakuwa imekula hasara akhira yake pia, bima yalkahu min adhabi llahi, kwa sababu yale atakayokutana nayo katika adhabu ya Allah. Dhalika huwa al-khusran al-wadih, huko ndiyo kula hasara kuliko kuwa wazi kabisa.